Kutamani hizi mambo ya hamasa kukusanya watu waende, mimi binafsi sikuona kama ina maana kuchukua rundo sijui la wapiga hamasa, mbona wakati wanaanza walikuwa peke yao. Lakini pia kuna mwandishi mmoja alizungumza kwenye chombo fulani akasema kwamba inahitajika hamasa ya uwanjani na sio hamasa ya pesa. Kwa hiyo walichokifanya kupeleka kundi la washangiliaji sio vizuri. Bwana, unajua nilikuwa nafuatilia mitandaoni, Senegal wanazungumza kuhusiana na mechi yao na sisi, si ndivyo? Kwa maana kwamba sisi tumehamasishwa hivi na hivi. Kwa Senegal washatengeneza picha kwamba si timu yetu ni timu ya hamasa. Kwa namna ambavyo wanajiandaa wanazidi kujiandaa maradufu. Tukija sasa kwenye upande wa masuala ya hamasa, kuna mamilioni ya fedha yametangazwa kama zawadi kwa vijana, si ndio? Hizi pesa zingewekezwa kwenye hii miradi, sio kwenye matokeo ya miradi. Matokeo ni ushindi, sawa, washapata ushindi, washaenda finali, ndo tunawekea hii mihela. Umeelewa? Hizi hela sio mbaya na siwapangie watu matumizi ya pesa zao, lakini tuna vituo viwili vya kukuzia vijana, tuna Kigamboni na tuna Tanga. Nenda kwenye hii miradi, angalia shida nini, hosteli, pichi ziongezeke, vifaa, tunahitaji vituo vingine wapi vijengwe, mkoa mwingine, sehemu nyingine. Hizi pesa milioni 800 almost 1B, si ndio? Wekeza kwenye miradi, sio matokeo yameshatokea kutokana na miradi ndo tunaenda kuweka pesa. Sasa hawa watoto wakishinda ama tunawapa pongezi labda baada ya kuingia finali kwa milioni 800. Kwa nini hizi milioni 800 zisingewekwa kwenye miradi ili tuwapate vijana wengi zaidi, tuwe na saiko kubwa zaidi? Umenielewa vizuri? Kuchukua watu wa hamasa, sijui kwenda kuhamasisha, walikuwa wapi hawa wakati watoto wako wanaanza? Basi tungewapeleka hawa wakati wanajiandaa, watu wa hamasa wangekaa kwenye hizo mechi zote wangehamasisha. Sasa hivi kwanza mimi nakwambia tunaenda kuondoa utulivu katika kile kikosi. Tunaenda kuondoa kabisa. Ni sasa hivi kwanza mimi naamini familia zetu sisi mpata ya waomba Mungu, simu zitakuwa nyingi, wazazi wataanza kuwapigia watoto, bwana maisha yetu magumu, hela hizo mshapata, ukipata hela tu uje nyumbani ujenge, ukipata hela uje utusaidie hela ya kodi. Unamtoa tena mtoto kwenye focus ya finali, anawaza pesa, si ndio? Utulivu muda utaanza kuharibika tena. Jamani, kuna hela, kuna hamasa inakuja, watu wa hamasa wanakuja, tusiwaangushe. Kwa hiyo tunaenda kuharibu kitu ambacho wale vijana wenyewe wamekuwa wakikipambania kwa muda mrefu sana. Kwa hizo hamasa zisifanyike. Hamasa yani kwa kipindi hiki, yani timu ipo kwenye finali, hamasa inaenda kuvuruga. Mimi nakwambia inaenda kuvuruga kabisa. Mimi sitaki kuhesabika kama napangia watu matumizi pesa zao au watu wasije wanaona kama mchawi, lakini kama itatokea tumepoteza, basi hatujapoteza ama hatutopoteza kwa sababu za uwanjani. Tutapoteza kwenye haya mambo ya nje ya uwanja, hamasa. Haya ndio chanzo cha timu zetu nyingi kuvurunda. Kama tutapoteza, basi sababu ni hii. Tusitupe mzigo wa lawama kwa kocha, benchi la ufundi lake na wachezaji, bali kwa hawa watu wanaotengeneza mambo ya hamasa wakati matokeo yashaanza kuonekana. Kwa hizo hamasa wewe kabisa siungi mkono wa hamasa kwenye matokeo, naunga mkono wa hamasa kwenye maandalizi, naunga mkono wa hamasa kwenye hii miradi. Kama pesa ipo ya kuweka hii miradi, kama pesa ipo ya kuhamasisha vijana, basi tuweke kwenye miradi. Kama pesa ipo ya kutengeneza vikundi vya hamasa, tuwekeze kwenye hii miradi. Tuangalie facility nini kimepelea, tuwekeze. Lakini tunasubiri watu washafika finali, wewe sijui Somba, sijui nani, sijui Kevin, jamani leteni passport. Kwanza ni kwenda kupoteza tu hela za